Sasa unakuta mtu msanishe, mtu msanii fulani hivi ambaye kapendeza, anatakiwa akae kwenye mazingira ya kufurahisha watu kama msanii. Kwenye imani kidini kuna dhambi yote anapata kwa ajili ya kazi yake? Kwa msanii? Msanii wa nini? Let's say labda bongo flavor, you know, kama vile Yami akiimba tumbo liko nje, manywele nini. Wasanii wengi wa kike wakiwa wanaimba ile nyimbo zao ziko mwili uko wazi. Mimi mwenyewe kama hapa nimevaa jeans limechanika hapa umeona. Na manywele nini. Kwa hiyo kwa Mungu yani watu design yetu sisi tuna adhabu yetu ni nini? Sheria ya dini, mtu unapoisikia sheria ya dini, inapolizungumzia jambo fulani, haijalishi ni katika mazingira gani. Yani sheria imekubali hilo. Katika upande wa dini, unajua dini diva imeenda mbali sana. Yani dini si kitu kidogo au ni kitu nusu, hapana. Dini ni kitu kinachojitosheleza sana. Tukiingia katika sheria ya dini, kwanza mpaka mziki wenyewe ni dhambi. Mziki wa sasa hivi huwa bongo flava, kwa namna ulivyo una mushkeli mkubwa sana kidini. Kwa namna ulivyo ni mtihani. Kwa nini akati entertainment? Mziki, unajua mziki sio haramu. Mziki sio dhambi. Yani mziki kama mziki, kwa sababu kasida ni mziki, sijui nini ni mziki, lakini mziki wa sasa hivi wa bongo flava namna ulivyo na miziki mingine inaleta uharamu wa mziki kutokana na kile kinachoimbwa, jambo la kwanza. Lakini mbali na hivyo, matumizi ya mziki wenyewe unatumika katika nini? Kwa hivyo tunaposema hawa wasanii wao wakiwa katika hali kama hiyo, yani akiwa labda tumbo wazi, yuko nywele, atuhukumi kwa ile ni kazi, kwa kuwa ni kazi yake, ana haki ya kuwa hivyo. Hapana. Kidini mwanamke anatakiwa ajistiri. Na nikugee faida nyingine diva. Yani katika upande wa dini, unajua kuna kitu kinaitwa madhehebu. Katika dini ya Uislamu. Na ndio maana leo utakuta mashehe asilimia kubwa sana ndio watu wanaovutana mno mitandaoni kuliko watu wa imani zingine. Unajua kinachotokea na watu hawakijui, na haswa Wakristo na wengineo, ni watu ambao wanakanganyika sana na hilo suala, wengi sana. Na limetupunguzia kwa kiasi fulani kuonekanika kila siku mashehe wanavutana. Hii huwa inaletwa na madhehebu. Uislamu ni dini hii moja, lakini ni dini ambayo ina mafunzo, ina sheria, na hizi sheria zimeletwa na maimamu mbali. Kuna Imam Maliki, kuna Imam Shafi'i, kuna Imam Abu Hanifa, kuna Imam Hanbali. Hawa wote hawa wamekuja kuirahisisha dini katika upande wa sheria, kuzifafanua zile sheria. Sasa kuna maimamu, kuna jambo halifai, na kuna maimamu kwa maana wale viongozi kwao linafaa. Nitakutolea mfano mdogo. Mfano suala la kutia udhu, dogo sana hili. La kutia udhu, mtu katia udhu, na tunaambiwa udhu ni kinga. Udhu ndio ile kuoga? Hapana. Udhu kuna namna ambayo mtu ukienda kufanya katika maji, ile maji unafanya hivi. Yani udhu ni utaratibu fulani hivi ambao umewekwa, si kuoga. Sasa katika upande huo kidini na kikawaida na hakika, udhu ni kinga. Mtu ukitia udhu unakuwa umejikinga na vitu vingi sana. Sasa udhu tunaambiwa mtu usilale bila ya udhu. Kwa faida yako. Usiku kuna vitu vingi vibaya diva. Kuna mashaitani, kuna kasia kwa wanaolala usiku. Mimi silali usiku. Wewe ulali usiku? Mimi silali usiku. Yani mimi mtu anataka kuniroga ajipange. Kwa faida ya mtu alavidavi, mwana alavidavi. Anaelala usiku. Usiku mimi nakuwa macho ikifika saa 8, saa 9 nafanya kuomba Mungu. Tuna group yetu tunaomba. Saa 10 tunamaliza kusoma vitabu vya dini yetu. Tukimaliza hapo saa 12 sasa. Jua lile
mimi ndo naingia kulala. Unafanya kitu kizuri sana Diva. Kila siku kitu kizuri. Nimalizia alafu nirudi hapo. Alafu pia tutaongelea a divorce party. Mabinti wa Kiislamu ambao wanatoka kwenye ndoa wanaandaa party ya kusherehekea talaka. Okay. Kiislamu imekaa. Jambo zuri sana hilo umeniuliza. Sasa tukija huku mfano katika udhu. Mtu ukitia udhu na ukalala, inakuwa ni salama kwako. Umejisalimisha na mashaitani na vitimbi vingi vya usiku. Sasa udhu una vichenguzi vyake. Katika vichenguzi vyake ni kumgusa mwanamke. Kimshika mwanamke udhu umechenguka. Kuna namna mwili wako ukiwa udhu umechenguka. Kwa kuna vitu ambavyo vinachengua udhu. Wewe una mke, umelala naye. Na udhu lazima utie ili mradi ujikinge na baadhi ya vitu usiku. Sio na baadhi, na mambo mabaya usiku. Na ukimgusa mwanamke udhu umefanya nini? Umechenguka. Sasa utatia udhu mara ngapi? Lovey Dovey.